pia Simba, mafanikio ya Simba yameifikisha taifa letu kuwa na ligi namba 4. Msukumo mkubwa umetoka Simba na mapinduzi makubwa katika soka la nchi hii yametokea Simba kutokana na uwekezaji wa Mo Dewji. Si walazimishi wana Simba wajenge sanamu kule Mo Arena Bunju wala pale kwenye klabu yao ya Msimbazi, lakini nafikiri wanaweza wakafanya jambo hata kumpa tuzo Mheshimiwa Dewji. Nasema mheshimiwa kwa sababu alishawahi kuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na jambo. Siku ya tarehe 8 mwezi Machi tulitarajia kwamba kungekuwa na mechi ya ligi kuu, mechi namba 184. Mechi hii ilifutwa, lakini baada ya kufutwa jana tumepata taarifa kwamba imepangiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni. Lakini nisikitike kusema mamlaka zetu za mchezo wa mpira wa miguu hazijatutendea haki, kwa sababu hawajatupa taarifa yoyote kwamba kilitokea nini mpaka kupelekea mechi ile isichezwe siku ya tarehe 8. Lakini pia hatujapewa taarifa ni hatua gani zimechukuliwa kwa wote waliohusika na mechi ile kutokuchezwa tarehe 8. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri pamoja na kutangaza tarehe 15 mechi itachezwa mwezi Juni, tunatakiwa tufahamu nini kilitokea na hatua gani zimechukuliwa. Lakini pia hii itapelekea kuhakikisha kwamba matukio yasiyokuwa na afya katika mchezo wa mpira wa miguu hayatokei tena siku zijazo. Na nataka nikwambie mheshimiwa mwenyekiti, timu zetu za Simba na Yanga ni timu maarufu sana Afrika Mashariki na Kati. Kuna wakati fulani nilisafiri kwenda Bujumbura, nikafika mtaa mmoja unaitwa Buyenzi. Siku hiyo mechi ya Simba na Yanga ilikuwa inachezwa, timu moja ikafunga goli, mtaa wote ulishangilia, utafikiri uko Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kwa ni timu zenye hadhi kubwa na mambo yetu yanatakiwa yaende kikubwa kikubwa. La mwisho ambalo ninapenda kulizungumza ni kuhusu taasisi simamizi ya viwanja. Niombe wizara yetu ya Sanaa, Utamaduni, Habari na Michezo iteue watu makini kwenye hii taasisi ili hivi viwanja vyetu viweze kusimamiwa vizuri. Serikali imetenga fedha nyingi na inakarabati kwa kutumia fedha nyingi na kujenga viwanja. Ukienda pale Benjamin Mkapa ukarabati unaendelea, lakini ukienda kule Zanzibar Kizimkazi matengenezo ya uwanja yanaendelea, na viwanja vingine ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano mbalimbali ikiwemo mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kwa nilikuwa naomba hii taasisi simamizi iteuliwe watu madhubuti, sio kama wale ambao wametuletea aibu siku ile ya mechi ya Simba na Al Masry. Uwanja ukao hauchezeki, mpira unogi kabisa pale uwanjani. Lakini tumeona hata siku ile ya tarehe 7 inadaiwa kwamba kulikuwa na watu wameingia wanazuia watu wengine kufanya mazoezi na kadhalika. Lakini TFF nao katika vile viwanja ambavyo vinatumika kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu kwa ligi mbalimbali ambazo zinatambuliwa na TFF, watoe mafunzo kwa watendaji watakaopatikana kwa taasisi simamizi, watoe mafunzo kuhusu zile kanuni za mchezo wetu wa mpira wa miguu na michezo mingine. Wapewe mafunzo ya kutosha ili kuhakikisha kwamba basi hivyo viwanja vinasimamiwa vizuri, ili fedha nyingi ambazo zimewekezwa katika hivyo viwanja ziweze kuleta tija na ufanisi kwa michezo yetu yote hapa nchini. Baada ya kusema nasema naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mariam Kisangi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.